Wapendwa wana parokia ya Chamazi Vigoa, tumsifu Yesu Kristo. Jumapili iliyopita tuliadhimisha sherehe ya Pentekoste, sherehe ambapo Roho Mtakatifu mfariji tuliahidiwa na Bwana alitujia. Na amekuja kutukamilisha katika imani na mahusiano yetu na Yesu Kristo mkombozi wetu. Pamoja na kwamba Jumapili tulifanya hivyo, napenda nithubutu kusema kwamba leo hapa Chamazi Vigoa ni Pentekoste. Ni Pentekoste kwa sababu leo baadhi ya ndugu zetu watampokea tena Roho Mtakatifu. Mzingatie vizuri, nimesema tena, kwa kuwa sio mara ya kwanza wanampokea. Kila mbatizwa anampokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza anapobatizwa. Sasa hawa wenzetu watampokea tena Roho Mtakatifu ili wakamilishwe katika neema ya ubatizo. Na kwa sababu hiyo, kuanzia leo hamtaitwa tena watoto, na paroko, naomba msiwaite tena watoto. Hawa wakishaimarishwa, wakishampokea Roho Mtakatifu anayewakamilisha katika neema ya ubatizo, wanafanywa kuwa manabii, wanafanywa kuwa mashahidi, wanafanywa kuwa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mnakomazwa, mnakamilishwa na mnatumwa. Mwache sasa mambo ya utoto. Kama mlipotoka nyumbani mlikuwa mnasema sisi watoto, sasa mnakuwa ni wakomavu. Semeni, sisi ni wakomavu. Wakomavu wa nani? Wakomavu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu mtapaswa kuwa mashahidi wa Injili. Mtapaswa kuacha woga, mtapaswa kufuta ujinga, mtapaswa kuachilia mbali ubaridi na uregevu. Nanyi wa Kristo wazima mnaowasikia, anzeni kuwatambua kama mashuhuda pamoja nanyi, lakini pia watangulieni, wapeni mfano, waonyesheni njia ya kumshuhudia na kumfuata Yesu Kristo. Ila msisahau kwamba kazi ya kumfuata na kumshuhudia Yesu Kristo sio ya lele mama, na sio kazi mnayofanya kwa nguvu zenu pekee. Ni kazi mnayofanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza mmesikia habari za mitume waoga, mitume waliojificha, mitume wanaoogopa kufanyiwa hiana aliyofanyiwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Ndio maana wamejifungia ndani wanaume wazima. Wanaume wa vigoa nao wanajifungia ndani au wanasimama kidete? Hebu semeni pasikike. Kweli Haya, ngoja tutawaona atakapoingia Simba humu ndani, tuone kama mtasimama kidete au mtakuwa wa kwanza kutoka. Hao waliokuwa waoga, huo uoga uliwatoka, na hilo lilitokea Roho Mtakatifu alipowashukia. Naye amewashukia kwa sura mbili. Kwa sura ya upepo uliovuma. Upepo unaovuma unadokeza uwepo wa Mungu, uhai wa Mungu, nguvu ya Mungu. Lakini pia aliwatokea katika sura ya ndimi za moto. Mmewahi kusikia moto kama unahusishwa na jehanamu, adhabu. Lakini kabla ya kuwa adhabu, moto ni uwepo wa Mungu. Mungu anayetakasa, Mungu anayeumba, Mungu anayehuisha, Mungu anayesukuma na kuwapa yote uhai na msimamo. Hiyo ndiyo nguvu waliopokea mitume, na ndiyo nguvu wanaopokea Wakristo kila wanapompokea Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo, baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, wanakwaya, baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, mitume walitoka wakaenda hadharani, wakaanza kushuhudia habari njema. Na habari njema kwa kifupi ni hii: Kristo aliteswa, Kristo alikufa, Kristo amefufuka, ni mshindi na mtukufu. Rudieni. Hebu aimarishwa peke yenu. Parindime sauti. Mshindi na mtukufu. Wavulana peke yenu. Wasichana peke yenu. Huo ni ufupisho wa ngonjera au wa Zaburi? Ufupisho wa huu ni ufupisho wa Injili. Rudieni. Waimarishwa wote, ni ufupisho wa nini? Ambao ndio wanakwaya peke yenu. Wanaume peke yenu. Wanawake peke yenu.
Huo ni ufupisho wa kitabu cha Kutoka au kitabu cha Walawi. Ufupisho wa Injili. Kwa hiyo mitume walipotoka wakaenda kushuhudia Injili, walisikiwa na watu wengi. Katika somo letu la kwanza leo, mmesikia wametajwa watu takriban wa mataifa 17. Hao watu waliotajwa ni wawakilishi wa mataifa yote, ni wawakilishi wa watu wa kila lugha, jamaa na taifa. Na huo ndio utashi wa Mungu, kwamba habari njema ihubiriwe kwa watu wote, ihubiriwe kwa Makonde, ihubiriwe kwa Wangoni, ihubiriwe kwa Matengo, ihubiriwe kwa Ndengereko, ihubiriwe kwa Wapogoro, ihubiriwe kwa Wamasai, ihubiriwe kwa Wachaga, ihubiriwe kwa Wahaya, ihubiriwe kwa Wahehe. Si nimetaja yote? Bado Lakini ieleweke kwamba Injili ihubiriwe kwa watu wote. Na Injili iliyohubiriwa kwa watu wote ilihusisha matendo makuu ya Mungu ambayo nyote mnayajua. Nami leo nawatuma mkawe wajumbe wa matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Msilaze damu. Nendeni kwa ukakamavu, nendeni kwa furaha, nendeni kwa bidii, mkatangaze matendo makuu ya Mungu. Katika somo la Injili tumekutana na Yesu mfufuka ambaye anawatokea wanafunzi wake. Bado ni wale wale waoga, bado ni wale wale waliojifungia ndani, bado ni wale wale wanaogopa Wayahudi wasije wakatenda mabaya. Hata ninyi kuna nafasi ambazo mnakuwa waoga. Kwa mfano, huku Chamazi Vigoa wengi ni Waislamu, sio? Na ninyi mnaweza mkaanza kuhamu, bwana sisi wachache, sisi hatuwezi, sisi hatujui. Goigoi. Msiwe waoga, msiwe goigoi. Simameni kidete, mwishuhudie Injili. Na ukikutana na watu kwamba waliokusanyika wengi ni wamama mdogo, usiseme na mimi hapa ni nani Shabani, mimi hapa ni nani Mariamu, mimi hapa Ucheni. Thubutu kusema mimi hapa Petro, mimi hapa Maria, mimi hapa Magdalena, mimi hapa Salome. Jitambulishe kwa Ukristo wako. Kwa Ukristo gani? Wako. Na msikubali kurubuniwa na wale wanaojidai kuwa Wakristo Katoliki lakini ni feki. Kuweni Wakatoliki kweli kweli. Pigeni makofi. Sasa haya makofi msiyapige tu hapa wakati askofu mkuu yupo, myapige kwa vitendo huko kwenye mapito yenu, myapige kwa msimamo, myapige kwa dhati.
Sasa Yesu alipowatokea mitume, licha ya kwamba milango ilifungwa, hazuiwi na milango wala madirisha. Kristo mfufuka ni mshindi, ni mtukufu, ana mwili uliofufuka. Kwa hiyo hazuiwi wala na ukuta wala na dirisha wala na mlango. Ana uwezo wa kuwepo, na ndivyo ilivyokuwa. Amewatokea mitume na akawapa zawadi za Kipasaka. Zawadi ya kwanza ni salamu, amani iwe kwenu. Nami wanachamazi Vigoa nawatakia salamu ya Pasaka, amani ya Kristo mfufuka iwe nanyi. Mwambie jirani yako, amani ya Kristo mfufuka iwe nawe. Ngeukie wa upande wa pili, mwambie sasa. Mnaposema amani iwe nawe, mtambue kwamba mnatumwa pia mkawe wajumbe wa amani, mkaishi amani ndani ya mioyo yenu, ndani ya familia zenu, ndani ya mapito yenu, mahali penu pa kazi, na popote pale mnapojikuta. Muwe wajumbe wa amani. Na amani kwa kifupi ni mahusiano yaliyotengemaa, mahusiano mtambuka kati ya mtu na nafsi yake, kati ya mtu na jirani yake, kati ya mtu na mazingira yake, na kati ya mtu na Mungu wake. Hiyo ndiyo amani. Hiyo ndiyo amani. Lakini pia amani hiyo inaenda pamoja na haki. Na kwa ufupi nitamka haki, inaweza kaandikiwa vitabu vingi, lakini kwa kifupi kabisa, haki ni utayari wa kumpa kila mtu, wa kumpa kila mmoja mastahili yake. Haki ni nini? Ni utayari wa kumpa kila mmoja mastahili yake. Kila mmoja apewe mastahili yake. Usimtendee mwenzako chochote ambacho kinamwondolea mastahili yake. Sasa leo wanachamazi Vigoa, mnamshukuru Mungu kwa zawadi ya somo wenu, Mtakatifu Antoni wa Padua. Kwa kawaida sherehe ya Mtakatifu Antoni wa Padua inaadhimishwa tarehe ya 13 mwezi wa 6, ila kwa uhalisia tukitambua kwamba pia mnaunganisha sherehe hii na shukrani kwa Mungu kwa kutimiza miaka 3 ya parokia ya Chamazi Vigoa, mmependa kuiadhimisha tarehe ya 30 Januari 30 Mei, sio Januari. Kwa hiyo mnapoadhimisha tarehe 30 Mei, msisahau tarehe 13 Juni kumkumbuka Mtakatifu Antoni na kumwomba waombee. Mtakatifu huyu alizaliwa karne ya 12 huko Ureno, na akiwa bado kijana akajiunga na Waagustiniani akawa padre. Lakini zile ni zama ambazo Mtakatifu Francisco
wa Asizi alikuwa maarufu na alikuwa anatuma wamisionari huku na kule. Mtakatifu Antoni akatamani kujiunga na Mtakatifu Francisco kusudi apate kuwa misionari Afrika. Akaondoka Augustiniani akaenda kwa Mtakatifu Francisco, lakini mipango ya Mungu ni tofauti na ya wanadamu. Baada ya kwenda Italia alipata maradhi, hakuweza kwenda Afrika. Kwa hiyo akabaki kama mwalimu mwanateolojia wa kwanza wa shirika letu la Mtakatifu Francisco. Yeye ni mwalimu na yeye ni mfano wa ufuasi uliotukuka, mfano wa ufuasi ulio safi na mfano wa utume ulio mnyofu. Na waomba wanachamazi Vigoa mfuate nyayo za Mtakatifu Antoni. Huyu baadaye Baba Mtakatifu amemtangaza kuwa mwalimu wa kanisa kwa sababu ya mafundisho sahihi na safi aliyoyatoa, kwa sababu ya mwelekeo aliyouishi na kwa sababu ya utume aliyotekeleza. Yeye awaombee msimame imara na msimame kidete. Enyi mnaoimarishwa, narudi tena kwenu, lakini ninaporudi kwenu narudi na agizo, narudi na wosia. Nimesema hapo awali kwamba mnapoimarishwa mnakamilishwa katika neema ya ubatizo. Nimesema pia kwamba mlipotoka nyumbani mlitoka mkitambulika kuwa watoto, mtarudi nyumbani mkiwa wakomavu. Lakini nataka kuwa halisi, nitambue kwamba pamoja na ukomavu mnaopata bado mnayo safari ya makuzi. Kwa hiyo Baba Paroko, naomba uje hapa. Na kuagiza, sikuombe, hawa watakaoimarishwa leo, jipange na hakikisha kwamba wanaendelea kupata mafundisho, wanaendelea kupata mistagojia, yaani mafundisho endelevu yatakaowaimarisha katika imani, katika maadili na katika ushuhuda. Ujipange wewe na wasaidizi wako, ujipange wewe na makatekista, ujipange ukishirikiana na wazazi kuhakikisha hilo linatekelezwa. Tafadhali muwe makini na hilo, kwa sababu msipolishughulikia watoto hawa wataishia mitini. Na mimi sitamani hata kidogo muimarishwa wangu aishie mitini. Nataka wanaoimarishwa wabaki thabiti, wabaki hai, wabaki wafuasi imara, na Mungu awabariki.